Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Katika mafundisho ambayo tunayapata katika Qur'ani ni kuwa dunia hii ni uwanja wa mtihani. Anayetahini ni Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, na anayetahiniwa ni mwanadamu. Na anatahiniwa katika kheri na shari, yani njia zinazotumika kumtahini huyu mwanadamu ni kwa kuwa ameumbiwa ndani yake kheri na shari, kadhalika katika mazingira yake amezungukwa na kheri na shari. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anasema, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Tunakuonjeni ama tunakutahinini. Mitihani hii inakuja kwa kheri na shari. Bisharri wal khairi, kwa shari na kheri. Fitnatan, hali ya kuwa haya yote mawili ni fitna, yani mtihani. Kadhalika hili neno fitna linaweza kutumika kwa maana ya chujio. Fitnatan, hali ya kuwa tunakuchujeni kwa kupitia kukupitisheni katika kheri na shari. Alafu akasema, wa ilaina turjauna, na kwetu sisi mtarejeshwa, yani kupewa matokeo na kisha malipo ya huko kufaulu ama kufeli. Na wanabulukum bisharri wal khairi, tunakuonjeni katika kheri na shari. Ili mwanadamu afaulu ni kwamba akipata na kheri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtega, je, atashukuru ama atakufuru. Na akipatwa na shari, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtega, atasubiri ama hatakuwa na subira. Kwa hivyo mtihani uko baina ya kheri na shari, na kufaulu kuko baina ya kushukuru. Kufaulu kuko baina ya kushukuru na kusubiri. Kushukuru kwa neema na kusubiri kwa shari, na kufeli kuko kwenye kukufuru neema na kutokuwa na subira katika shari. Na miongoni mwa shari alizoziumba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kwa ajili ya mtihani ni shari ambayo ameiumba ndani ya kila mwanadamu. Na kadhalika kama tulivyosema kwenye kila kitu, lakini hapa tunazungumzia shari ambayo iko ndani ya mwanadamu. Imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mmoja wenu akinunua mnyama ama akapata mwanamke, ameoa mwanamke, dua hiyo hiyo anaweza kutumia kumuombea mwanamke, ama kuomba juu ya huyu mwanamke, ama kuomba juu ya hiki kipandwa. Aseme kama ni mwanamke atamshika katika utosi wake, na kama ni mnyama atamshika katika nundu yake. Ni hadithi ilikuwa inazungumzia ngamia. Na kama ni gari atalishika gari, kama ni pikipiki au baskeli atashika hicho kipando chake. Kisha aseme, Allahumma inni as'aluka khairaha, ewe Mola wangu mimi ninakuomba kheri yake, wa khaira ma jabaltaha alayhi, na kheri ambayo umemuumba huyu akiwa amevaana nayo na amechanganyika nayo, ama na kheri ambayo umemuumba nayo, ama umemuumba nayo ama umemuumbia nayo, yani kheri ambayo umemuumba yeye yuko juu ama yuko katika hali ya hiyo kheri. Wa a'udhu bika min sharriha, na ninajikinga na shari yake huyu mwanadamu ama huyu mnyama. Wa sharri ma jabaltaha alayhi, na shari ambayo umemuumba nayo, umemuumba yuko nayo. Unaona
nini mwanadamu katika maandalizi ya kisaikolojia na kiuelewa, maandalizi ya kuishi katika hii dunia ni yeye kutambua kwamba hii dunia sio khairun mahad, haina khairi peke yake, wala sharrun mahad, wala haina shari peke yake. Ni yatakikana atambue kwamba kuna khairi na shari. Na akioa kwa mfano, katika nukta za msingi kutambua ni kwamba atambue kwamba huyu aliyemoa ana mazuri yake na ana kasoro zake ambazo ndo tunaziita shari zake. Kwa hivyo ashukuru na afurahie hizo khairi alizonazo, na ajue kwamba hizo khairi alizonazo lazima zimeambatana na kasoro zake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kubalance na kuyabeba yote mawili, akasema la yafruku mu'minun mu'mina, mu'min mwanamume hamchukii mu'mini mwanamke kwa sababu ya kasoro fulani, moja au mbili au tatu. In kariha minha khuluqan, ikiwa atachukia kwa huyu mwanamke tabia fulani, radhiya minha akhar, atairidhia nyingine. Yani alinganishe kati ya mazuri yake na mabaya yake, alafu kama mazuri ni mengi huyo ni mtu mzuri, na kama mabaya ni mengi huyo ni mtu mbaya. Yani mtu mzuri si mwenye mazuri peke yake, bali mwenye mazuri mengi na mabaya anayo lakini yamezidiwa na mazuri. Na mtu mbaya pia anayo mazuri lakini tunamuita mbaya kwa sababu mabaya yake ni mengi na mazuri yake yamekuwa ni machache. Lakini mtu anaweza kuuliza akasema, sasa kwa nini Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akisema kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba shari, tutamwambia ameumba shari ili awatahini wanadamu. Alafu akiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaadhibu watu kwa shari ambazo kawaumba nazo, yani mwanadamu anayo shari alafu akaipractice ama akaiapply hiyo shari, au sijui niseme neno gani hapa, akafanya kwa mujibu wa msukumo wa hiyo shari alionayo. Kwa nini anaadhibiwa? Anaadhibiwa kwa sababu amepewa sheria na maelekezo na alikuwa na uwezo wa kupingana na shari alionayo, lakini yeye akaitikia na akaacha maelekezo ya sheria. Namba moja. Namba mbili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadhalika amempa huyu mwanadamu tiba ya kutibu shari ambayo ameumbwa nayo. Kwa hivyo asipojitibu kwa hayo matibabu aliyopewa na Mwenyezi Mungu Jalla waala, atalaumiwa kwa kudumu nayo hiyo shari. Kwa sababu gani? Hakutumia dawa. Qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza Jalla amesema, innal insana khuliqa halu'an, hakika mwanadamu ameumbwa ni halu. Halu itatafsiriwa mbele, lakini niseme tafsiri ya utangulizi ni mwenye kupapatika, hawe na subira na utulivu. Khuliqa halu'an. Akasema halu'an ni nani? Idha massahu sharru jazu'an, akipatwa na matatizo au shari ana hangaika, anatapatapa, hawi na utulivu, hawi na subira. Wa idha massahu alkhairu manua, na akipatwa na khairi, kitu kizuri au mali, anazuia elimu yake, anazuia mali yake, anazuia ujuzi wake kuwatibia watu bure labda, au kuwasaidia kutoa sadaka ujuzi wake, anazuia, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Azza Jalla ndiye aliyempa. Alitakiwa akipata na shari ya subiri, na akipata na khairi ashukuru. Na katika kushukuru ni kutokuizuia hiyo khairi, bali hiyo khairi iwe na manufaa na watu wengine, iwe ni mutaaddia, iwe ni yenye kuwapata watu wengine. Haitoshi tu kuwa mtu anatenda mema baina yake na Mola wake, baina ya nafsi yake na Mola wake, lakini pia anatakiwa awe ni mwema kwa kuwanufaisha viumbe kwa khairi alizompa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, kila mmoja kwa nafasi yake. Ndio maana imekuja hizi nguzo mbili katika Uislamu. Ni nguzo mbili lakini mara zote zinatajwa mara moja. Nguzo ya swala, ibada ya swala ambayo ni kati ya mtu na Mola wake, na nguzo ya zaka ambayo ni ibada, lakini ibada ya mja kuwanufaisha viumbe wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu.
Allah tujalie kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.